Karibu tena kwenye Swahili Bible Stories. Na leo niko na simulizi bora zaidi. Muujiza wa kwanza wa Yesu kufanya akiwa duniani. Aliweza kugeuza maji kuwa divai. Ila kama bado haujasubscribe channel yetu hii ya Swahili Bible Stories, na kuomba ufanye hivyo na uweze kubonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu pale pindi tu zinapoweza kutoka. Na Mungu wa mbinguni akubariki sana. Siku ya tatu palikuwa na harusi katika mji wa Galilaya huko Kana. Mama yake Yesu alikuwepo. Alialikwa pamoja na wanafunzi wa Yesu. Katikati ya harusi, hata divai iliweza kuisha. Mama yake Yesu akamkabili Yesu akamwambia, "Tazama, hawana divai." Divai ilikuwa kama sehemu ya utamaduni katikati ya chakula cha Kiyahudi. Kitendo cha divai kuisha katikati ya harusi kilikuwa kitendo cha aibu zaidi, lakini mama wa Yesu alikuwa anafahamu Yesu anaweza kufanya jambo lolote. Ingawa Yesu alionyeshwa kama hakufurahishwa sana na kile kitendo, lakini Yesu akamkabili mama yake na kumwambia, "Tuna nini mimi nawe? Saa yangu bado haijawadia." Mama akawaambia watumishi, "Lolote atakalowaambia fanyeni." Hapa Yesu aliweza kumkabili mama yake akimwambia saa yeye kufanya miujiza bado, lakini mama yake aliweza kuchukua hatua na kuwaambia wanafunzi wa Yesu, "Lolote atakalowaambia fanyeni." Basi palikuwepo na mabalasi 6 ya mawe, nayo yaliwekwa huko kwa desturi ya Wayahudi kwa ajili ya kutawadhia. Tukizungumzia mabalasi kwa ulimwengu leo, hapa tunamaanisha ilikuwepo mitungi 6 ya mawe, nayo ilikuwepo kwa ajili ya Wayahudi kwa utamaduni wao, yani wa kutakasia ama kuweza kutawadhia. Na ndipo Yesu akawaambia, "Choteni maji kwenye hiyo mitungi 6 ya mawe." Wanafunzi wake wakaweza kufanya hivyo. Maji yalipojaa kwenye mitungi 6 ya mawe, Yesu akawaambia, "Chukueni mabalasi hayo 6, pelekeni mbele ya mkuu wa meza." Lakini walipopeleka mbele ya mkuu wa meza, ghafla yale maji yakageuka kuwa divai. Lakini mkuu wa meza yeye hakufahamu kama maji yamegeuzwa kwa divai, lakini wanafunzi wote wa Yesu wao walikuwa wanajua muujiza ambao Bwana wao ameweza kufanya. Hata mkuu wa meza alipoweza kuonja divai ile, aliweza kuihisi kuwa tamu sana, na watu wote ambao walikuwa wamekosa divai waliweza kuonja divai ile. Hakika ilikuwa divai yenye mvuto na upekee wa hali ya juu. Hata waliokuwa wamekunywa divai mara ya kwanza walitamani kurudia divai kutoka kwenye mabalasi 6 makubwa ya mawe. Kila mmoja aliweza kufurahia ladha tamu kutoka kwenye divai ile nzuri kabisa. Na hapo ndipo mkuu wa meza akamfuata bwana harusi akamwambia, "Mmeweza kufanya divai njema sana. Divai hii imekuwa ya kiwango cha juu mithili ya divai ya kwanza, lakini divai hii ya pili imeizidi hata divai ya kwanza kwa mvuto na utamu wa hali ya juu." Kila mmoja aliweza kufurahi, lakini mkuu wa meza yeye aliweza kufurahi zaidi kutokana na utamu wa ladha ya divai ile nzuri kabisa. Akaweza kumwambia hivi bwana harusi, "Kila mtu kwanza huandaa divai iliyo njema, hata watu wakiisha kunywa sana ndipo huleta iliyo dhaifu. Wewe umeweka divai iliyo njema hata sasa." Hapa alikuwa anamaanisha divai njema mara nyingi na kuaga mwanzoni, mwishoni na kuaga divai dhaifu. Lakini alikuwa anampongeza bwana harusi, ameweza kuleta divai njema mara ya kwanza na kwa mara ya pili, pasipo kujua divai njema hiyo ilitengenezwa na Yesu Kristo kupitia muujiza wake wa kwanza kabisa hapa duniani. Basi kitendo kile kiliwafanya wanafunzi wa Yesu waweze kumwamini, na hiyo ndio ilikuwa ishara ya kwanza ya Yesu kuifanya hapa duniani. Na wanafunzi wa Yesu walizidisha utii na kumwamini Yesu na kuweza kuutukuza utukufu wake. Kumbuka hii ni Swahili Bible Stories. Kama bado haujasubscribe channel yetu hii nzuri, ningependa nikuombe kitu kimoja ndugu yangu. Usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kuweza kupata taarifa zetu pale pindi tu zinapoweza kutoka. Kumbuka
Hii ni Swahili Bible Stories na mimi msimuliaji wako nafahamika kwa jina la Lev Yaziel.